Yapo mambo mengi ambayo unatakiwa kujifunza kabla ya kuchelewa. Ukiwa kama mwanaume, kuna baadhi ya vitu ambavyo hauwezi kufundishwa popote, lakini ni vema ukavielewa vitu hivyo kwa sababu ni vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine vinaweza kubadili mtazamo na maisha yako kiujumla. Katika video hii nitakwenda kukuambia vitu vya msingi ambavyo ukiwa kama mwanaume unatakiwa kuvielewa kabla ya kuchelewa. Kama na wewe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na vitu hivyo, video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo ya msingi ambayo hautafundishwa popote, lakini ni vema ukayajua kabla haujachelewa. Namba 1, ukiwa kama mwanaume, si kila mwanamke ambaye unamtaka maishani mwako basi lazima utampata. Zipo nyakati ambazo unaweza ukakutana na mwanamke ambaye kwa namna moja au nyingine akayavutia macho yako na kuukonga moyo wako. Kwa sababu ya hisia za upendo juu yake, ukatamani pengine siku moja awe mwanamke wa maisha yako. Pamoja na kufanya jitihada zote ndani ya uwezo wako, lakini bado ikashindikana kumvuta mwanamke huyo katika maisha yako. Huo ni wakati ambao inawezekana ukaanza kujilaumu na kujiona mkosaji au mwanaume asiyekuwa mkamilifu, ndio maana mwanamke huyo amekukataa. Lakini jambo ambalo nataka kukuambia ni kuwa si kila mwanamke ambaye unakutana naye katika maisha anakukataa kwa sababu una mapungufu mengi. Wapo baadhi ya wanawake ambao wanapojua dhamira yao ni kutaka kuingia nao kwenye maisha ya ndoa, wanakataa kwa sababu hawajawa tayari kuingia kwenye maisha ya ndoa, na wakati mwingine ni Mwenyezi Mungu ndiye anayewaweka mbali na maisha yako kwa sababu si wanawake sahihi katika maisha yako. Hivyo wakati mwingine unapomhitaji mwanamke ukamkosa, usijichukie, usijilaumu, wala usijione mwanaume mwenye mapungufu mengi kuliko wanaume wengine. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayewaleta binadamu waliokuwa sahihi katika maisha yako. Namba 2, ukiwa kama mwanaume, ni vema ukaelewa kuwa si kila unachokitaka maishani mwako unaweza kukipata. Zipo nyakati ambazo tunaamini mwanadamu anapojituma katika kazi anaweza kufanikisha chochote ambacho anatamani kukifanikisha maishani mwake, na mwanadamu mwenye juhudi anaweza kupata chochote ambacho anakihitaji katika maisha yake. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, zipo baadhi ya nyakati ambazo unaweza kutamani kuwa na kitu fulani maishani mwako, ukatumia jitihada zote ili uweze kukimiliki kitu hicho, lakini bado ikashindikana. Hali kama hiyo inapotokea kwenye maisha yako, usijilaumu na wala usijione mkosaji, wala usijione wewe si mwajibikaji kama wanaume wengine. Kuna wakati inatokea. Jambo ambalo unatakiwa kuliweka akilini ni kuwa zipo nyakati ambazo unaweza ukajituma, lakini unakuwa si wakati sahihi wa maisha yako, na haupati vitu hivyo si kwa sababu wewe ni mvivu, bali ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ameamua usivipate vitu hivyo kwa wakati huo, kwa sababu wakati wako bado haujafika. Amini usiamini, wakati sahihi unapofika, kila ambacho kinastahili kuwepo katika maisha yako kitakuwepo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakufungulia njia zote na utajikuta unaanza kupata vitu katika namna ambayo haujui unavipataje. Hivyo inapotokea umepambania kitu fulani, iwe ni kazi ama iwe ni mali fulani, na ukakosa, usiumie na kujiona wewe haustahili kuwepo katika orodha ya wanaume wapambanaji katika dunia. Ujue ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye aliyeamua hali hiyo itokee maishani mwako. Namba 3, kila mwanaume ni mlezi namba 1 wa familia yake. Asilimia kubwa ya binadamu wanaamini mwanamke ndiye mlezi namba 1 wa familia, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini,
Kwa kuwa mwanaume ni kichwa cha familia, basi falsafa ya familia ipo katika mikono ya mwanaume. Future ya familia inatakiwa iwaje, misingi ya familia, vyote vipo katika misingi ya mwanaume. Kama familia itakuwa chini ya mwanaume asiyekuwa na falsafa wala misingi bora katika maisha yake, familia itakuwa na uelekeo mbaya sana hapa ulimwenguni. Lakini familia ikiwa chini ya mwanaume anayeishi akiwa na falsafa nzuri na misingi mizuri, familia hiyo itakuwa bora. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu mwanamke katika familia nafasi yake ni kusimamia misingi ambayo imewekwa na mumewe. Yani ni kama ni utawala wa kitaifa, basi mwanaume ni rais na mwanamke ni waziri mkuu. Hivyo unapokuwa mwanaume, ni vema ukajua jukumu la kutengeneza hatima ya familia yako lipo katika mikono yako. Usimtelekezee mwanamke ambaye upo naye katika maisha ya ndoa, kwa sababu hata malezi ya mwanamke ambaye upo naye katika ndoa yapo katika mikono yako. Ndiyo maana mtu pekee ambaye anaweza kumjenga vema mwanamke ni mwanaume, kwani mwanamke alipotoka katika malezi ya baba na mama yake, mlezi wa mwanamke huyo anayefuata ni mwanaume. Na kuna uwezekano mwanaume ambaye ni mume akawa na kipindi kirefu cha kumlea mwanamke kuliko hata ilivyokuwa kwa wazazi wake. Kama wewe ni mwanaume, jitambue. Tambua misingi gani ambayo unatakiwa kuiweka kwenye familia yako. Tengeneza falsafa bora ambayo itakwenda kuiongoza familia yako. Namba 4, ukiwa kama mwanaume, kamwe usiwe unajaji vitu kwa hisia. Penda kutumia sababu au fakti katika kujaji vitu kwenye maisha yako. Miongoni mwa tofauti ambazo hutofautisha wanaume na wanawake ni uwezo wa kufanya judgment katika maisha. Kwani tafiti mbalimbali za kisaikolojia zinaelezea kuwa asilimia kubwa ya wanawake wanapofanya judgment katika maisha yao wanatumia hisia, lakini wanaume wengi wanatumia fakti. Hivyo kama wewe ni mwanaume, usipende kujaji vitu kwa hisia, kwa sababu hautakuwa tofauti na wanawake, na inaweza ikawa ni chanzo cha migogoro katika familia yako. Kwani kama umeoa mwanamke, jua mwanamke ambaye umemuoa atakuwa anafanya judgment kwa kutumia hisia. Kama na wewe utakuwa unafanya judgment kwa kutumia hisia, hautakuwa tofauti naye. Ni vema ukajifunza kutumia sababu unapotaka kufanya judgment juu ya kitu fulani katika maisha yako. Namba 5, ukiwa kama mwanaume ambaye unatamani kufanikiwa, kamwe usikubali kukata tamaa kiurahisi katika maisha yako. Haijalishi hali imekuwa ngumu kwa kiwango gani. Ukiwa kama mwanaume ambaye unatamani kufanikiwa siku moja, moja kati ya neno ambalo unatakiwa kuishi nalo maishani mwako, si nitakata tamaa mpaka nifanikiwe. Haijalishi unapita katika wakati mgumu kwa kiwango gani. Kumbuka, mambo mazuri huja na magumu yake. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kujiwa na mambo mazuri maishani mwake bila kupitia mitihani migumu ya maisha. Ni vema ukawa mwanaume ambaye haukati tamaa kiurahisi, kwa sababu mafanikio ya kweli hupita katika nyakati ngumu ambazo wengi wao hawawezi kuzivumilia, lakini wewe utafanikiwa baada tu ya kuzivumilia nyakati hizo maishani mwako. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza katika video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.